Hujambo mtazamaji wa Mbukta Media, kumbuka ni siku tendeki ambayo nakukaribisha katika makala ya upekuzi wa jamii. Ni kipindi bora ambacho hukujia kila siku ya juma kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 5 asubuhi. Kumbuka nyuma ya kipasa sauti ni mtoto wa nyanya Sakwa Simiyu. Katika makala ya leo tunaangazia jinsi barabara mbovu huchangia pakubwa katika kuathiri shughuli za elimu. Uwajibikaji miongoni mwa viongozi ndilo swala kuu hitajika kwa ajili ya kuboresha mazingira ambayo watoto wetu hupata elimu. Katika upekuzi wa mashinani, idhaa hii ilipata fursa kuangazia barabara ya kuelekea katika shule ya upili na ya msingi ya Kibunde iliyoko katika wadi ya Kibingei, eneo bunge la Kimilili, kaunti ya Bungoma. Ni taswira inayoonekana kuwa tatizo kubwa katika kuchangia ulemavu wa shughuli za masomo. Wanafunzi pamoja na walimu hupitia hali ngumu, hasa nyakati za mvua nyingi. Hali hii katika mjadala wa kibinafsi na usimamizi wa shule ya upili ya Marafiki ya Kibunde umesema kuwa hali hii mbovu ya barabara imechangia pakubwa kuzorota kwa shughuli za masomo. Je, barabara mbovu huchangia namna gani? Nikimnukuu mmoja wao: mara nyingi huwa tunapata walimu kutoka taasisi za elimu kukuja kujishikilia hapa, hali maarufu attachment, lakini wakiona tu hali ya barabara kwa siku mbili wanarudi kwa taasisi sawa na kusema Kibunde hapana. Na hata unaona pia trekta za kubeba miwa zinatumia barabara hii, na unaona ni hatari kubwa sana kwa watoto wetu. Mtazamaji, ni wajibu basi wa vitengo hitajika kutazamia swala hili kwa kazi kwa minajili ya kustawisha msingi wa elimu kwa watoto wetu. Basi huo ndio mwisho wa upekuzi mashinani, nami mtoto wa nyanya Simiyu Sakwa kutoka kwa idhaa ya Mbukta Media ambayo ni mzazi mkuu wa televisheni pamoja na redio ya Mbukta mtawalia. Shule hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Uvivu ndio adui wa ujenzi wa taifa.